Kama unavyolitazama dimba la mchezo wa baadaye ambapo Simba anashuka dimbani kwenda kumkabili Stade Malien majira ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki na Kati. Kwa hapa nchini Mali mchezo huu utapigwa majira ya saa 4 kamili za usiku. Hivi sasa ni saa 9 kuelekea jioni, kwa maana kwamba inakaribia majira ya saa 10 kulingana na masaa ya nchini Mali. Kule Tanzania muda kama huu ni majira saa 7 kuelekea majira ya saa 8. Huu ni utofauti tu wa majira, unaweza ukashangaa hivyo, lakini ndiyo dunia jinsi ilivyo hivyo. Muhimili dunia uzunguka kwenye muhimili wake. Kwa hiyo utofauti wa masaa ndio kama hivyo unavyojua vile ambavyo wewe utakavyoweza kutafsiri ama kufahamu. Dimba hili hapo kama unavyolitazama, dimba liko tayari kweli kuelekea katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika ambapo Stade Malien wataenda kumkaribisha Simba Sports Club Tanzania, ambapo hii leo kulikuwa na mkutano wa wanachama pamoja na viongozi mbalimbali wa klabu hiyo ya Simba kule nchini Tanzania. Lakini kile ambacho kilichojiri katika mkutano huo ni mambo tu tafarani. Mkutano umeisha, lakini bado wanachama wakiwa na madukuduku. Mkutano huo ukionekana kama vile umemalizika, lakini bado kwa mashabiki wa Simba na wanachama kwa jumla bado wanayao moyoni ambayo walipaswa kuweza kuyazungumza ama kuyatoa hadharani viongozi hao wa Simba ili waweze kuyafahamu yale ambayo yalikuwepo katika vifua vya wanachama pamoja na wajumbe mbalimbali kwenye mkutano huo ambapo umefanyika pale nchini Tanzania, Dar es Salaam, katika ukumbi wa Diamond Jubilee. Lakini pia tukiachana na hilo tu, hapa nchini Mali kuna mambo tu ambayo yameendelea hapa. Kikosi cha Wekundu Msimbazi Simba jana kiliweza kufanya mazoezi yake ya mwisho katika dimba hili la Stade Malien 26 Mars, ndo dimba ambalo linavyofahamika hivyo. Lipo katika mji wa Bamako. Dimba lipo katika muonekano mzuri, pitch ipo katika muonekano mzuri, hata mazingira ya hali ya hewa inafanana kabisa na ile hali ya pale mkoani Mwanza. Hata ukijaribu kutazama ardhi yake, kidongo chekundu na pia kinafanana na ile hali ya pale mkoani Mwanza kwa kule Tanzania. Watanzania pamoja na mashabiki wa Simba wanaoishi katika nchi hii ya Mali katika mji huu wa Bamako nao pia wameweza kujitokeza kwa wingi kweli kuja kuisapoti klabu yao ya Simba kutoka pale nchini Tanzania. Lakini kuna wengine pia wamejumuika hapa ambao sio pia mashabiki wa Simba na wala sio wadau wa soka hilo, lakini pia ni wazalendo wa taifa la Tanzania, na pia wameweza kujumuika hapa ili tu kwenda kuisapoti klabu yao ya Simba. Nilikwambia mara ya kwanza kikosi cha Wekundu Msimbazi Simba kiliweza kufanya mazoezi yake ya mwisho katika dimba hili la Stade 26 Mars kutoka hapa nchini Mali, mji wa Bamako. Lakini pia kipindi Simba jana wakiwa wanafanya mazoezi hapa, kulikuwa na vitu ambavyo vilikuwa vikitolewa katika uwanja huu. Kuna vitu fulani hivi ambavyo vilikuwa vikionekana kwa baadhi ya kila kona ya uwanja huu. Tafsiri ni kwamba ni kama vile mambo ya kishirikina, lakini hivyo ndivyo ambavyo ilivyo tafsirika. Lakini mimi sina hakika kama vilikuwa ni vitu vinavyoashiria mambo ya kishirikina. Huenda ikawa havikupaswa kuwepo katika uwanja huo kiusalama wa wachezaji pia, kwa sababu wachezaji kuna muda wanaanguka, kuna muda pia wana slide, na kuna muda pia wanaanguka kwa bahati mbaya, lakini pia kuna muda wanaanguka pale ambapo pa kusudia. Kwa hiyo vile vitu ambavyo vilivyokuwa vimeonekana katika uwanja huu wa Stade 26 Mars hapa mji wa Bamako nchini Mali vilikuwa haviendani kabisa kuwepo katika uwanja huo, ambapo hii leo Simba dhidi ya Stade Malien watashuka katika dimba hilo kama unavyolitazama. Nilikwambia mara kwanza, dimba liko vizuri kwa hakika kweli. Pitch ipo katika muonekano mzuri,
Lakini pia hata uwanja wenyewe pia upo katika muonekano mzuri, kwa maana kwamba mazingira ya uwanja yako vizuri, lakini pia jiografia ya hali ya hewa pia iko vizuri kweli kweli. Lakini mashabiki wa Simba wanaoishi hapa nchini Mali nao pia wamejaribu kujitokeza kwa wingi. Kuna muda niliona pale mashabiki wa Simba nao pia wakijaribu kununua tiketi ili hapo baadaye ili mambo yaende kuwa vizuri kweli kweli. Mchezo huu utapigwa majira ya saa 4 usiku kwa saa za hapa mjini Bamako nchini Mali, lakini pia kwa pale Tanzania mchezo huu utapigwa majira ya saa 1. Tofauti wa masaa matatu kwa Afrika Mashariki na Kati na mji huu wa Bamako nchi ya Mali. Kwa hiyo pale Tanzania mchezo utapigwa majira saa 1, lakini kwa Mali mchezo huu utapigwa majira ya saa 4 kamili za usiku. Hakika kabisa hali ya uwanja, hali ya hewa iko vizuri kweli kweli, hakuna dalili ya mvua na wala hakuna kijua kikali, lakini tu ni hali fulani hivi ambayo inaridhisha. Na hiyo muda wa usiku kwa kule Mali kutakuwa ni muda wa usiku, kwa hiyo mchezo utapigwa majira ya usiku, kwa maana kwamba hali itakuwa ipo shwari. Lakini pale kwa Tanzania mchezo utapigwa majira ya saa 1 kamili za usiku. Kwa hiyo ndiyo hali ya uwanja kutoka hapa mji wa Mali. Kama unavyotazama majukwaa yako vizuri kweli kweli, na wale wakaguzi wa uwanja wakijaribu kuweza kuweka uwanja katika mazingira yaliyokuwa bora zaidi, kwa sababu mchezo huo wenye hisia kubwa kweli kweli, ambapo hii leo utaenda kuanguka katika dimba hili la Stade 26 Mars hapa mji wa Bamako. Wapinzani wao jana waliweza kutoka sare dhidi ya Petro de Atletico de Luanda, ambapo walikuwa wamemkaribisha Esperance de Tunis kutoka pale nchini Tunisia, ambapo mchezo huo ulimalizika kwa sare ya goli 1-1. Msimamo wa kundi D umekuwa ni msimamo mgumu kweli kweli, huku Simba yeye akiburuza mkia, lakini pia Petro de Luanda wakiwa kiongozi wa kinara wa kundi hilo dada, lakini pia Esperance de Tunis wao wakiwa wameshika nafasi ya pili huku akiwa na alama 2, lakini Petro yeye akiwa na alama 4, lakini pia Stade Malien yeye akiwa na alama 1. Simba akiwa hana pointi hata alama 1. Tafsiri ni kwamba Simba ndiye kibonde wa kundi hilo D ambalo ni dada, kwa sababu hana pointi yoyote kwenye msimamo wa kundi hilo dada. Kwa hiyo leo kundi hili limekuwa ni kama kundi la mtego. Kama Stade Malien anaweza kushinda katika mchezo wa hii leo, basi atakuwa amejikusanyia alama 4 huku akiwa sawa na Petro de Atletico de Luanda. Lakini Esperance de Tunis yeye akiwa na alama 2, lakini baada ya mchezo wa hii leo kufanyika katika hapa mji wa Bamako nchini Mali, Simba naye pia atasafiri moja kwa moja mpaka kule nchini Tunisia kwenda kumkabili Esperance de Tunis, lakini pia Stade Malien naye pia atakuwa anaenda kuwakabili Petro de Atletico de Luanda, ambapo utakuwa ni mchezo wa 3 kwa timu zote ambazo zipo kwenye kundi hilo D. Kwa hiyo kwa upande wa Simba mchezo hii leo unapaswa kweli kuweza kupata matokeo, kwa sababu msimamo wa kundi upo ni mgumu kweli, huku Petro yeye akiwa na alama 4. Hapo tu tafsiri kwamba anahitaji tu alama 6 ili kujihakikishia kufuzu katika hatua ya robo finali. Simba yeye akiwa anadaiwa alama 10 huku akiwa hana hata alama 1. Kwa umeona hapo ulichokusudia kwamba kundi hili litakuwa jepesi kwa upande wa Simba, Petro de Atletico de Luanda, Esperance de Tunis pamoja na Stade Malien ndio kundi ambalo watu wengi walikuwa wakilitazama kama kundi jepesi, lakini leo limekuwa ni kundi gumu kweli kwa sababu timu zote 4 bado hazina uhakika, lakini mwenye uhakika zaidi huku Petro yeye akiwa na alama 4. Lakini kundi lile ambalo ilikuwa ni gumu kwa upande wa Yanga, Al Ahly pamoja na FAR Rabat pamoja na JS Kabylie limekuwa kundi rahisi kweli huku Yanga yeye akiwa na alama 4 na Al Ahly kutoka pale nchini Misri Cairo wao wakiwa na alama 4. Kwa hiyo wote hao wawili tayari wanaweza kusema kwamba bado wakiwa na alama 6 tu ndizo alama ambazo wanazodaiwa ili kufuzu katika hatua hiyo ya robo finali. Lakini kwa upande wa Simba hali ni tete kweli huku akiwa hana hata alama 1. Dimba kama unavyolitazama dimba hilo hapo
kama unavyolitazama linaitwa Stade 26 Manas, liko katika mji wa Bamako nchini Mali. Liko tayari kabisa kwenda kushuhudia kwa dakika 45 za kipindi cha kwanza na dakika 45 za kipindi cha pili. Huu ni mchezo wa pili michuano ya ligi mabingwa barani Afrika, ambapo Stade Malien leo usiku ataenda kumkaribisha Simba Sports Club, Simba aliyejeruhiwa katika mchezo wa kwanza, mchezo ambao uliochezwa katika dimba la Stadio Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, ambapo Simba akipoteza kwa idadi ya goli 1-0, huku mchezo wa kwanza Stade Malien wakitoa sare dhidi ya Esperance de Tunis. Mchezo huo ulipigwa pale nchini Tunisia, ambapo mchezo huo ulimalizika kwa sare, kwa maana kwamba waligawana alama 1-1, huku Simba ndio anaonekana kama ni mchezo ambao ana uhitaji zaidi kuliko Stade Malien, kwa sababu ili Simba aendelee kurudi kwenye ule ubora wake na ili ajitengeneze focus ile kwa bora zaidi, exposure pamoja na experience na confidence katika mechi zijazo, huu mchezo wa hii leo lazima Simba aweze kushinda. Lakini mbali tu na hivyo, kama Simba atapoteza katika mchezo wa hii leo, basi itakuwa anaenda kujichimbia kaburi, kwa maana kwamba kwenda kutarajiwa kuzikwa, kwa sababu michezo ambayo itakuwa imesalia itakuwa ni michezo migumu kweli kweli. Kutakuwa na michezo miwili nyumbani, kutakuwa na michezo miwili ugenini baada ya mchezo wa hii leo. Kwa hiyo Simba yeye anautamani huu mchezo na anautaka zaidi kuliko Stade Malien, ingawa na yeye pia Simba aliyejeruhiwa katika mchezo wa kwanza, mchezo ambao uliochezwa katika dimba la Stadio Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, ambapo Simba akipoteza kwa idadi ya goli 1-0, huku mchezo wa kwanza Stade Malien wakitoa sare dhidi ya Esperance de Tunis. Mchezo huo ulipigwa pale nchini Tunisia, ambapo mchezo huo ulimalizika kwa sare, kwa maana kwamba waligawana alama 1-1, huku Simba ndio anaonekana kama ni mchezo ambao ana uhitaji zaidi kuliko Stade Malien, kwa sababu ili Simba aendelee kurudi kwenye ule ubora wake na ili ajitengeneze focus ile kwa bora zaidi, exposure pamoja na experience na confidence katika mechi zijazo, huu mchezo wa hii leo lazima Simba aweze kushinda. Lakini mbali tu na hivyo, kama Simba atapoteza katika mchezo wa hii leo, basi itakuwa anaenda kujichimbia kaburi, kwa maana kwamba kwenda kutarajiwa kuzikwa, kwa sababu michezo ambayo itakuwa imesalia itakuwa ni michezo migumu kweli kweli. Kutakuwa na michezo miwili nyumbani, kutakuwa na michezo miwili ugenini baada ya mchezo wa hii leo. Kwa hiyo Simba yeye anautamani huu mchezo na anautaka zaidi kuliko Stade Malien, ingawa na yeye pia akiwa na alama 1, huku Simba yeye akiwa hana alama yoyote ile. Lakini kocha mkuu wa kikosi hiko Dimitri Pantev ameeleza kwamba silaha ambazo yeye anazokwenda kuzitumia katika siku hii leo, mashabiki wa Simba hawatoweza kuamini katika mchezo wa hii leo. Kwa hiyo tusubiri na tungoje kuona kile ambacho alichokuwa amekizungumza kocha Dimitri Pantev jana alipokuwa amefanya mazoezi yake ya mwisho katika dimba hile la Stade Mars 26 katika mji wa Bamako nchini Mali. Lakini pia kocha Selemani Matola jana alipozungumza na waandishi wa habari hapa nchini Mali, ameeleza kwamba kikosi chake kipo tayari kwenda kuonesha burudani na kwenda kupata alama 3 ama kwenda kupata matokeo mazuri katika mchezo huo, ambao mchezo huo utapigwa hii leo majira ya saa 4 kwa saa za hapa nchini Mali. Lakini kwa Tanzania kule mchezo huu utapigwa majira ya saa 1 kamili za usiku. Hii ni Game On, mimi naitwa Mpekuzi.com. Tupo hapa kwa ajili kabisa ya kuweza kukupa update kutoka mji wa Bamako nchini Mali. Lakini baadaye majira ya saa 1 kulingana saa za Afrika Mashariki na Kati, kule mwenzetu ataenda live kabisa kukutangazia kile ambacho kitakachoenda kutokea katika mji huu wa Bamako nchini Mali, ambapo Stade Malien leo atashuka dimbani kwenda kumkabili Simba Sports Club, ambao mchezo wa kwanza Simba alikuwa ametoka kipigo sio cha nchi hii. Tusubiri na tungoje kuona katika mchezo wa hii leo. Cha kufanya wewe ambaye hivi sasa unatusikiliza ama unatutazama popote pale ulipo, hilo hapo ni dimba la Stade 26 Manas mji wa Bamako. Ni dimba ambalo liko tayari kabisa kwenda kushuhudia kwa dakika 45 za kipindi cha kwanza.